Mimi nataka wakulima wakuje ndio tusaidiane hiyo kazi. Ama namna gani? Si maziwa ndio yenu? Kwani nyinyi hamtaki kujua kati ya 50 na 120 nini iko hapo katikati? So ndio mimi nataka wakulima wakuje hapo ndio tuangalie pamoja. Kama kuna Kiswahili, tuko na watu wengi wanaelewa Kiswahili. Kama kuna Kiingereza, wakulima ni wengi wanaelewa Kiingereza. Ndio tujue what we can do together. So nataka tuelewane hivyo kwa mambo hayo ya muhimu, kwa sababu nataka tuhakikishe ya kwamba mapato inafikia watu wengi Kenya. Ya pili, mbali na kilimo, hawa viongozi wetu wameongea maneno mengi. Kagomwangalega barabarosiek, kagomwangalega beek, kagomwangalega chundugul. Kokamwoe ngalechoto kokas. Lakini ane kokikengalal kot kokikekoshine kele. Amu kalen atebe eng yo salechi angonyo ngyakemwa ngalechu kot ketar kiketet kele barabaret keteche kole yae ni kotep kole. Kole acha. Kole ngotko makimwa kolen bichuin. Ngokany kochilil chito neo akakoit akatomwaitoi. Atomwaitoi koe ngale. So kikengalale ngalechoto tugul. Mameche abarkan ngaleng yu. Maunot? Kikengalale viongozi chu ngalekwak chebo barabarosiek chebo kokwoni ak masita ni tugul ni ak chun alak tugul. So chakomwoe eng yu chakokas kokikemwa kikonyo komwoiwo kot kokiakas nguno mongen asale awalu eng yu anan awalu eng yu. So angen tuguk chekiyoe. Maunot? Ngalen kikolechok nebo gaa komosoru aitu amaopwa. So mosich wasiwasi. Ile matatizo ambayo tumekuwa nayo ni kwa sababu ya mambo ya kiuchumi ya Kenya na ya kimataifa. Kwa miaka miwili tulikuwa tunapanga hii maneno ya uchumi ikae sawa sawa. Sasa nafikiri kwa kiasi kikubwa tumedhibiti uchumi wa Kenya, na ndio sababu the last 2 weeks tumelipa contractors shilingi bilioni 60 Kenya mzima, kwa sababu macontractors wengi walikuwa wametoka barabarani kwa sababu ya kukosa pesa, kwa sababu uchumi yetu ilikuwa kidogo hafifu. Lakini sasa from next week tumelipa contractors wetu, mtaona tarudi kazini, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya inaendelea kwa kasi. Vile vile mambo ya masoko, vile mmesikia viongozi wenu